وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم متفق عليه في حديث طويل. Imepokewa kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri, Allah muiradhi, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaysa idha hadat, kwani si anapokuwa hedhi mwanamke, lam tusalli, yeye haruhusiwi kuswali, wala mtasum, na wala haruhusiwi kufunga. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii imepokewa na Bukhari na Muslim fi hadithi tawili, katika hadithi ndefu. Hichi ni kipande tu. Alaysa idha hadat, kwani si anapokuwa mwanamke yuko kwenye hedhi, lam tusali, si haswali wala tasum wala hafungi, katika hadithi ndefu ambayo tutaielezea. Kipande cha hadithi hii kama ambavyo ameitoa Bukhari na Muslim katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, katika kisa cha kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu wanawake aliposema, inna kunna naqisatu aqlin wa dini. Mtume aliwaambia wanawake, nyinyi ni wapungufu wa akili na wapungufu katika dini. Wanawake ni wapungufu, akili zao na udhibiti wa akili zao ni tofauti na alivyoumbwa mwanamume. Ndio maana shahada ya mwanamke mmoja, ya mwanamume mmoja ni sawa sawa na shahada ya wanawake wawili katika kushuhudia jambo. Tumeelewana? Kwa sababu alipoulizwa Mtume akasema, li'annakum naqisatu aqli wa dini, nyinyi wanawake kwa sababu ni wapungufu katika akili na dini. Sio matusi haya, ndio maumbile. Tumeelewana? Sio matusi. Wafihi, na ndani ya maneno hayo ndio ikaja hivi, alaysa shahadatul mar'a, kwani shahada ya mwanamke, ushuhudilifu wa mwanamke sio kama nusu ya ushahidi wa mwanamume? Jawabu ni kweli, ushahidi wa mwanamke ni nusu ya ushahidi ya mwanamume, kwa sababu mwanamume mmoja kwa wanawake wawili. Kulna bala, walipoambiwa hivyo wanawake wakasema ni kweli. Qala, akasema tena Mtume, fadhalikunna min naqsati aqliha, kwa hilo basi ndio maana nyinyi mmeambiwa kwamba ni wapungufu wa akili, kwa sababu ushahidi wa mwanamume mmoja sawa sawa na ushahidi wa wanawake wawili. Ndio maana mkaambiwa nyinyi naqsati aqli. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, kwani nyinyi au mwanamke mwenye hedhi si haruhusiwi kuswali wala kufunga? Waliulizwa hivyo pia na Mtume. Kulna bala, wanawake wakasema ni kweli. Qala, Mtume akawaambia, fadhalikunna min nuqsani diniha, huo ndio upungufu wa dini ya mwanamke. Upungufu wa dini ya mwanamke kwamba haswali mwezi mzima kamilifu wala hafungi mwezi mzima kamilifu, lakini wanaume wanafunga wakati wote. Tumeelewana? Ndipo ilipokuja maneno hayo, alaysa idha hadati lam tusalli wa lam tasum. Kama ni ndivyo basi ndio maana wakaambiwa ni wapungufu katika dini, kwa sababu ibada zao haziendi kamilifu kama mwanamume, na ushahidi wao ni sawa sawa na mwanamume mmoja wanawake wawili. Hivyo ndio maana wakaambiwa wapungufu katika, kwa sababu wameumbwa ni wasahaulivu, ni wasahaulivu. Na nyinyi mwaona majumbani, tumeelewana, kila mmoja bali insana ala nafsihi basira. Uweza ukafundisha wewe siku zote mpaka wazeeka bado wafundisha kule nyumbani. Si kwamba wanafanya kusudi, sio kwamba wanafanya kusudi, wana kughafilika, wameumbwa hivyo wanawake. Mtu azaa mwanawe alafu mtoto ndo hawa kiongozi wa nyumba. Yeye ni mama, lakini akwambia msubirini kaka yenu bwana ndo atakujaamua hapa.
Ni kweli ndivyo walivyo, tumeelewana eh? Lakini huyo kaka kamzaa yeye mwenyewe au sivyo? Huyo msubirini kaka yenu ni mtoto wa nani? Mtoto wake yeye, lakini kaumbwa hivyo. Naam. Ma yufiduhu alhadithi, inafidishwa na hadithi hii, anna sawma wa salat, funga na swala, la yajibani ala alhaidhi hala haidhiha, haipasi swala wala funga kwa mwenye hedhi anapokuwa na hedhi, haipasi. Naam.